Nikukaribisha tena katika YouTube channel yangu. Ni Emmanuel Mpalie na Kitaruma Nutrition Specialist. Leo niko hapa kwa ajili ya kuangazia dalili za awali za ugonjwa wa kisukari. Tutaangazia dalili kuu 10 ambazo zinaashiria kwamba unaweza na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama uko interested kufahamu dalili za awali za ugonjwa wa kisukari, basi twende sambamba katika video hii. Utaweza kujifunza na kuelewa ni dalili zipi ambazo zinahusiana na ugonjwa wa kisukari. Hivyo bila kupoteza muda, tuanze kama ifuatavyo. Kama ilivyokuwa kawaida, kila ugonjwa unakuja na dalili zake. Japokuwa baadhi ya dalili huwa zinaingiliana. Ugonjwa wa kisukari ambao tunafahamu kabisa ni ugonjwa ambao ni tishio, kuna dalili kadhaa ambazo ukiziona hakika huwa tunaanza kuhisi kwamba yamkini unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari. Na dalili namba moja kabisa ambayo ukiiona hiyo yamkini inaweza kuwa inaashiria kwamba una ugonjwa wa kisukari ni habari za kiu ambacho hakiishi. Yaani unakuwa unapata kiu ambacho sio cha kawaida kabisa. Unahisi kwamba unakunywa maji, hata ukinywa maji bado unaona kabisa maji hayakati ile kiu. Ambayo hiyo mara nyingi inaambatana pia na kukojoa kwa mara. Kiu ambayo sio cha kawaida na kukojoa mara kwa mara. Hii mara nyingi mgonjwa anapokuwa na hali ya design hiyo huwa kabisa inaashiria kwamba yamkini unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari. Inaweza ikawa ni kisukari aina ya kwanza au inaweza ikawa ni kisukari aina ya pili, lakini fahamu kwamba hiyo inaashiria kwamba unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari. Ni kwa nini unapata kiu? Ni kwa sababu mara nyingi mwili huwa sukari inapozidi kuongezeka mwilini, mwili unajaribu kuona namna kuweza kudilute au kupunguza ukali wa ile sukari, lakini wakati huo ufahamu pia kwamba uko unakojoa, kwa pia uko unapoteza maji kupitia njia ya mkojo, ambao kwa kukojoa mara kwa mara mwili unatumia kama njia pekee ya kuweza kupunguza kiwango cha sukari ambayo imeongezeka kwenye damu. Hivyo vyote kwa ujumla vinafanya mwili wako unakuwa na upungufu wa maji, ama mwili wako unakuwa na uhitaji mwingi wa maji, ambao matokeo yake ni kwamba mwili unafanya sasa unakuwa unapata kiu ili uweze kupata maji kwa ajili ya kuja kusaidia hii dehydration ulionayo, na kuweza kusaidia katika kudilute ama kupunguza ukali wa ile sukari. Kwa hiyo ni dalili namba moja. Lakini dalili namba 2 ambayo ukiona kwamba ni lazima utajua kwamba yamkini unaweza na ugonjwa wa kisukari, kuna kupungua kwa uzito kusio kwa kawaida. Unamkuta mtu hujabadilisha aina ya ulaji, kwa maana kwamba hauko kwenye diet ya aina yoyote, uko unakula kama kawaida, lakini unashangaa unazidi kupungua, uzito wala hauongezeki. Hiyo inatuonesha kwamba yamkini unaweza kawa na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Japo wagonjwa walio wengi au watu wengi kisha na ile hali wanaanza kuwaza magonjwa kama HIV kwamba yamkini nimeshakamatika, lakini kiufupi kupungua uzito haimaanishi kwamba mtu anaweza kawa ni mwathirika. Hapana, ugonjwa wa kisukari pia unakuja na dalili hiyo ambayo ni mtu kupukutika ama kupungua uzito kusio kwa kawaida. Hii ni namba 2. Namba 3 ni kuhisi ganzi kwenye mikono na kwenye miguu. Kwa nini ganzi kwenye mikono na miguu inaweza kaashiria kwamba una ugonjwa wa kisukari? Ni kwa sababu kupanda kwa sukari au tatizo la kisukari huwa inashambulia mifumo wa fahamu au mfumo wa nervous system, ambao mwisho wa siku huwa unasababisha ile ganzi kuweza kutokea katika sehemu hizo za miguu na mikono. Kwa maana kwamba kupanda ongezeko la sukari sana kwenye damu huwa inapelekea hali ambayo kwamba ni diabetic neuropathy, ambayo maana yake ni situation ambayo inatokeza kwa sababu ya ugonjwa wa kisukari kuathiri mfumo wa fahamu ama mfumo wa nervous system. Kwa unapoona kwamba unapata ganzi miguuni na mikononi, inaweza kuwa pia ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni dalili ya 3. Lakini kuna dalili ya 4. Dalili ya 4 ambayo tunataka kufahamu hapa ni kupata njaa isiyo ya kawaida. Kuna watu wengine mtu ashangaa, mbona siku hizi nahisi njaa kali kweli? Ukila unashangaa muda si mrefu tena kama baada ya saa moja masaa mawili, lakini umeshakula masaa hayo yaliyopita unahisi njaa nyingine kali, unakula lakini baada hapo tena unahisi
njaa. Wakati ulaji huo ukiongezeka, ambao unakula mara kwa mara, lakini bado hata kuongezeka uzito huongezeki. Kwa hiyo hiyo hali au hiyo dalili nayo pia inaashiria kwamba unaweza kuwa na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Hiyo ni dalili namba 4. Dalili namba 5 ambayo inatakiwa uifahamu kwamba inaweza ikawa inaashiria ugonjwa wa kisukari ni uono hafifu. Mwanzo ulikuwa huna shida ya tatizo la macho, uko vizuri, unashangaa siku hizi hata kwenye kuona huoni vizuri, yani unashangaa imekuwaje, mbona kama vile kitu nakiona, yani ule upana wa uono unapungua, unakuwa huoni vitu vizuri. Baadhi wamekuwa kihangaika kwenda na huku kwamba waweze kutumia hata miwani wakizani kwamba na tatizo la macho, kumbe shida ni ugonjwa wa kisukari. Kwa maana kwamba kupungua kwa uono ni ishara ambayo inatuambia kwamba unaweza kawa na tatizo la ugonjwa wa kisukari. Hii hali tunaita kwamba ni diabetic retinopathy, ambayo manake ni situation inajitokeza baada ya kuwa sukari imeongezeka sana kwenye damu na imeanza kushambulia mishipa ya damu ambayo inaelekea kwenye macho yako, ambayo inapelekea mwisho wa siku na kuaffect mifumo mingine kwenye masuala ya macho, ambayo inapelekea wewe kuweza kuona tofauti, yani uono wako unapungua na kuwa ni mdogo. Dalili ya 6 nyingine ambayo inaweza kuashiria kwamba unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari ni uchovu ama kuchoka. Unajihisi yani umekula lakini bado unajihisi kwamba huna nguvu, umechoka kila muda, ukiamka unajihisi ni mchovu kweli kweli. Yani hufili kwamba una energy, una nguvu ya kutosha. Unajihisi kwamba ni mlegevu, umechoka kabisa kweli kweli. Basi hiyo nayo pia inaweza ikawa inaashiria kwamba una tatizo la ugonjwa wa kisukari. Kwa maana kwamba mtu huyu anakuwa ana sukari nyingi mwilini, lakini inaingia kwenye seli na kuunguzwa ili mpatie nishati inakuwa ni chache. Hivyo anajiita kwamba una sukari nyingi, lakini ni energy ulionayo, nguvu ulionayo ni ndogo, kwa unajikuta kwamba umechoka. Hiyo ni dalili ya 6 ambayo unatakiwa kwamba yamkini inaweza ikaashiria kwamba una ugonjwa wa kisukari. Dalili ya 7 ambayo unatakiwa uifahamu ni kukawia kupona kwa vidonda. Yani unapona, kwa mfano una shida kidonda, unashangaa ni kidonda ambacho kingeweza kupona hata ndani ya mwezi ama ndani ya wiki 2, lakini we bado kinasumbua, hakiponi, yani kinampona taratibu. Hiyo inaweza kana tuambia kwamba na tatizo la kisukari. Kwa nini wagonjwa wengi wa kisukari vidonda vyao huwa vinakawia kupona? Ni kwa sababu mara nyingi ongezeko la sukari kwenye damu huwa inaathiri mzunguko wa damu kwa ujumla. Huwa mtu huwa anakuwa na poor circulation ya blood. Kwa mwisho wa siku ni kwamba wakati damu inaonekana kwamba ni ndio chakula cha seli, damu nataka ifike pale itoe virutubisho, itoe oksijeni na seli zitengenezwe upya na vitu vingine, na zile takataka nyingine ziweze kuondolewa. Basi ongezeko la sukari ya damu kwa mgonjwa wa kisukari ni kwamba huwa inaathiri mzunguko wa damu kwa ujumla, ile vascular system. Hatimaye mwisho wa siku huwa inapelekea hata uponyaji wa vidonda na kwa uko taratibu sana. Kwa hiyo unapona kwamba una shida kidonda, lakini kidonda kimechukua muda mrefu sana kupona, inaweza ikawa pia inaashiria kwamba una tatizo la ugonjwa wa kisukari. Dalili ya 8 ambayo natakiwa uifahamu ni kuwa na ngozi ambayo imekauka sana, lakini na muwasho pia. Unakuta ngozi yako imekauka, lakini wakati huo iko inawasha, au unakuta mtu ngozi inawasha kweli kweli. Hii nayo pia inaweza ikawa inatuambia kwamba yamkini ni tatizo la ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo kama umeona kwamba hii inakusumbua na sometimes inaweza kuwa umetushatumia na dawa kwa ajili ya matatizo ya ngozi lakini hamna, hebu jaribu kucheki kiwango cha sukari kwenye mwili wako. Inaweza kana kwamba inapelekea kwa, inaweza kana sababu kwamba inaweza kukuta kwamba una tatizo la ugonjwa wa kisukari. Na pambana na tatizo la ngozi, unaweza kuwa na tatizo la ngozi kumbe shida ni sukari tayari imeshaparanganyuka. Halafu kingine, dalili nyingine ambayo utakayoifahamu hapa ni habari za kuugua mara kwa mara, infection. Unazo kawa kila wakati unapata UTI, wakati ni UTI haikatiki, kidogo UTI au infection tu kwa ujumla, unakaa unapata infection za mara kwa mara, inaweza kuashiria kwamba una tatizo la ugonjwa wa kisukari. Kwa nini infection ni moja ya dalili kupata infection mara kwa mara? Ni dalili ya ugonjwa wa kisukari ni kwa sababu ugonjwa wa kisukari huwa unapunguza kinga ya mwili.
Sasa inapokuwa imepunguza kinga mwili, basi hiyo inakuwa ni fursa kwa bakteria, virus na fungus kuweza kuvamia mwili wako. Kwa hiyo ni kitu ambacho nitakao kifahamu kwamba infection, unapopata infection mara kwa mara, inaweza pia ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Mwisho kabisa nimalizie na magonjwa ya moyo. Kwa wale ambao na magonjwa ya moyo, inaweza pia ni dalili ya ugonjwa wa kisukari. Sometimes magonjwa haya ambayo yanakuwa masuala ya pressure, ambapo tunafahamu kabisa kwamba mara nyingi ugonjwa wa kisukari unapoibuka hapo mara nyingi pressure tunasema kwamba huwa na iko mbioni. Unaweza kupata shida pia ya shinikizo la damu, ambayo tunasema kwamba ni pressure ya kupanda. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunafahamu. Magonjwa ya moyo pia yanaweza kawa yana shida kama dalili ya swala ya ugonjwa wa kisukari. Kwa hiyo hizo ni dalili. Haimaanishi kwamba ukiwa nazo unaweza kuwa na ugonjwa wa kisukari, lakini ni dalili za awali ambazo ukiwa nazo zinatuambia yamkini unaweza kawa na shida ya ugonjwa wa kisukari, ambapo sasa hapo kama ukishaziona dalili hizo, inatakiwa ufike hospitalini uweze kucheck kiwango chako cha sukari kwenye damu yako, kuona kama kiko kwenye kiwango ambacho ni sawa sawia. Kwa hiyo ni kitu ambacho nitakao kifahamu, na kwa wale ambao kama ulikuwa hujui, basi fahamu kwamba hizo ndio dalili za awali za ugonjwa wa kisukari. Basi video yetu itaka kuangazia dalili 10 za awali za ugonjwa wa kisukari. Nikutakia wakati mwema. Kwaheri.